kipige sauti, napigwa sauti. Sadaka. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani si lazima tuwe wababe. Yaani watu lazima wamuogope mlokole, waseme huyo mlokole ni noma huyo. Mlokole ni hatari. Jamani, haleluya. Hiyo tunapeana siri za ufalme. Haya ni maarifa. Mchungaji unasema tu. Biblia yenyewe ilisema ukipigwa shavu hili geuza na jingine. Wewe tutapigwa mpaka mara ngapi sasa? Halafu kisha pigwa la pili, inasema Biblia inasema haya, amekupiga moja pa na jingine tena. Yaani mimi nalala, halafu mtu anakuja kuwa ananiliga tu, ananifanyia vitu vya ajabu, ananinyima usingizi kwa ajili ya nini hasa? Mwingine amelala, anaota kama anainuliwa juu na bwabwa. Mwingine kama amelala, anashangaa anasukumiwa kwenye shimo refu, anaanza kulia kwenye ndoto. Kabla hajafika kule chini, anashtuka moyo. Kumbe ni ndoto. Shimo refu. Alafu na kesho tena wanakudumbukiza kwenye hilo shimo. Na kesho kutwa. Kwa nini usiwakosee kazi na ukasema mmenidumbukiza kwenye mashimo na mimi nawadumbukiza? Bwana Yesu asifiwe. Amua. Haya, namba 2. Radi, sauti na nini? Na umeme. Aha. Radi, sauti na umeme vinafanya kazi pamoja. Wakati unaiombea ile sadaka yako sasa, pale unaongea, Baba, kama kuna mtu yeyote ambaye anatumia uchawi ili kuyaharibu maisha yangu, ninapeleka radi, ninapeleka sauti, ninapeleka umeme. Unajua umeme unafanya kazi nyingi. Anaweza akawa anatembea akapigwa shot kwenye unyayo wa mguu, ana stroke huyo, akalala miaka 5. Umeme. Halafu akishapigwa hiyo, anakuwa anaambiwa kabisa kwa sababu nimfanyia hivi fulani. Amina. Yaani huwa inatokea hivyo. Yaani ukishamkorofisha mtakatifu, yaani unapigwa halafu unakuwa unaambiwa kwenye, yaani unajua kabisa hili limenipata kwa sababu fulani nilimchezea. Amina. Mimi nimeshaona. Sikuambia watu kwamba nitakupiga, lakini anapigwa huko. Halafu anasema mchungaji umenifanyia kitu cha ajabu. Naambia sio mimi, ni Yesu. Hai, sauti. Nasema radi, sauti na nini? Na jingine pamoja na tetemeko la nini? Sasa hivi tetemeko la nchi, yaani tetemeko la nchi likipigwa, yaani unawafanya maadui zako wasiweze kumove. Yaani tetemeko la nchi wale linapiga kanka. Yaani mtu anabaki bumbuwazi la moyoni. Yaani mtu anapigwa bumbuwazi la moyoni, hajui cha kufanya. Wapigwe wasipigwe? Wapigwe. Bwana tupe sadaka na akili na maombi, ili kwamba adui zetu wasije kusimama mbele yetu. Wapigwe na wagaragane kwa jina la Yesu. Hebu sema piga. Kwa jina la nani? Kuna machawi wako kijijini kule. Kuna mizimu ilishakalia kwenye kitoko pale imefunga. Una kilo kilala unaota huko kijijini, kumbe walishakuchukua na kurudisha kijijini. Kilo kipambana huko mjini, maisha yako ni ya kijijini tu. Yaani huko mjini kwenye mataa na lami, lakini maisha unayoishi kwa kweli ni ya kule Nyamadoke. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Yeyote anayefanya vita na maisha yangu, kwa jina la nani? Sema achia. Sema radi. Sema umeme. Sema moto. Kwa jina la nani?
Sadaka yako ikutengenezea uhai mpya kiuchumi, uhai mpya kiroho, uhai mpya kwenye familia, uhai mpya kwa watoto. Bwana kulinde kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Niseme nisiseme? Omba, toa sadaka. Hii ni siri. Kamata hiyo, itakupa nafasi kila mahali. Biashara haiendi, vitu vimekataa, chukua sadaka nzuri. Ipeleke kwenye maombi ya siku 3, siku 5, kulingana na Mungu atakavyokuelekeza. Inuie, iongeleshe hiyo sadaka. Niambie wewe ni sadaka. Na kupeleka kwenye madhabahu. Nimechoka na maisha ya kulialia. Nimechoka na umaskini. Nimeandikwa mimi kwa kichwa, ewe sadaka sikia. Ngoja nikwambie. Sadaka inafanya kazi kwa spidi zaidi, kwa sababu sadaka ni kitu kinachoitwa ni matendo. Anasema imani isiyokuwa na matendo imefanyaje? Kwa hiyo unapotoa sadaka unaunganisha na maombi, maana yake ni kwamba umeweka tendo la imani. Action speak louder than words. Matendo yanaongea kwa spidi. Kwa hiyo unapotoa sadaka maana yake unaongeza sauti kubwa kwenye maombi yako. Sauti ya kupiga kelele mbele za Mungu, unapiga kelele. Unasema nimekataa kunyanyaswa, nimekataa kuwa chini, nimekataa kuteswa, nimekataa kuonewa, nimekataa kuwa mkia. Mimi ni kichwa. Unaongea kwa maneno, unaongea kwa sadaka. Unaongea kwa maneno, unaongea kwa sadaka. Kama ningekuwa sijafanyia kazi haya maneno, nisingekuwa na ujasiri wa kuambia hivi vitu. Lakini nimeshaprove. Nikajua ni kweli. Amina. Sadaka inafanya kazi kwa kiwango kikubwa. Halo. Na katika vita vyako fanya maombi, weka sadaka. Fanya maombi, weka sadaka. Katika maombi yako jaribu kuwa unatumia zaidi matendo kuliko maneno pekee yake. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati unaomba kule kwenye maombi usiku, wakati umejifungia kwenye kile chumba, omba kwa kutumia matendo zaidi. Ndio nikawaeleza habari. Kwa mfano kuna watoto waliletwa hapa wamepoteza uwezo wao wa kiakili darasani. Waliletwa hapa na mama yao. Nikamwambia walete machungwa 3. Niliyaweka hapa. Nikamwambia ni nani mwenye akili darasani kwenu niwahamisha akili yake nikwamishie leo. Kama utani, kama unacheka hiyo, lakini ndio inakuwa ni. Wakamtaja, akasema mimi fulani. Okay. Andika jina lako hapo kwenye ile chungu. 2016. Ndio mwanzo kabisa naanza kufanyia kazi haya mafundisho leo kufundisha leo ya kufanikiwa kupitia madhabahu. Walileta yakakaa pale machungwa, nikwambia haya machungwa utaenda ili utakula wewe, ili utampa huyu unayetaka akili yake. Yakakaa hapa siku 3. Nikayatamkia mimi. Akili ya fulani hamie kwa huyu. Na inapohamia kwa huyu naye asiishiwe akili. Wewe lazima uombe kwa akili, maana ukisema ihamie tu huyu atakuwa kwa kuacha tena watakuletea na yeye. Kwa hiyo lazima ubalance. Kwa kiasi huyu naye awepate na yule naendelea na maisha yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Walipokuja nikawapa, nikamwambia haya naende. Hii utampa fulani, nimeiandika kabisa sehemu ya fulani ini. Sasa kule shuleni watoto wao wana tabia, wakimwona mzee anakula kitu, na mimi. Si ndio eh? Ndio. Nenda fika pale ndo anza kumenya la kwako. Wakati unamenya, na mimi mwambie hili ni la fulani. Nenda unampa. Na yeye anakula. Wakati anakula akili yake inahamia kwako.
Baada ya mwezi mmoja wakarudi Dar es Salaam. Mama yule akanipigia, mama yule alikuwa ni wa KKT. Akaniambia, mchungaji, nashangaa. Unashangaa nini? Mtoto wangu amerudi kwenye nafasi yake. Akili imezaliwa upya. Wote watoto wawili performance zikapanda juu. Matendo. Ndio maana ile neno imani sio kuwa na matendo imefanyaje? Mume wako anakusumbua, anakuhangaisha, anakutesa. Wakati mle ndani kuna simulizi zake, kuna bokisa zake, kuna dini zake, zote zipo. Wewe Mungu nisaidie. Baba, Mungu wangu, ponya huyu mwanaume. Mwanaume yuko mle. Mfanye unachojua kwa nguvu ya upako. Upako upo. Unamkomesha, unamrudisha nyumbani chapu kidogo. Jamani, haleluya! Ni mchawi mtakatifu hatari. Mchungaji anatufundisha nini? Ndio hivyo. Si huyu hapa nilimweleza tu hapa kaenda kufanya kwa amekasirika. Mwanaume alikuwa ni kama fina huko nje anazunguka, hatari. Mara kwenye gari anakuwa na malaya kwenye gari na vitu mbalimbali. Yule akaja kusema huyu mwanaume ni hatari, nataka naambia sasa hivi ana box ndani ya nayo. Nenda kachukua ile box. Unipigie simu hapo kwa nyumbani. Atapiga simu, baba ninayo. Hapo na watu wana hasira. Alijaa tesa na anakasirika. Unayo, ninayo. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali. Nikamwambia chukua chumvi ya unga. Nikamwambia kwanza alikuwa na maji za bauli. Nikamwambia ikumutie maji, akaikumutia. Alafu iongeleshe iambie. Ukitoka nje, jogoo asiwike. Chukua chumvi nyepesi, iweka pale. Akawekea. Alafu nikamwambia ianike. Alafu kesho ataivaa. Alipoivaa, sasa na bahati nzuri alivaa alafu ana appointment na mtu. Haleluya! Ana cylinder inakaa mle. Ichukue ile cylinder, tafuta mpira wa balabendi. Ile balabendi. Halafu maombi ya siku 3. Ianze kuifunga ile cylinder hapo kati ya shingo. Alafu kama unaifunga unaiongelesha na kunyima pumzi kila ukilala wote kama unakufa. Alafu upige simu nitafute. Nakufunga na balabendi. Unaifunga asubuhi, unaifunga jioni. Unatafuta ile mipira nyeusi ya ufagio. Unafunga hapo kwenye kifua. Unafanya mchezo. Hayo ndio maarifa. Wachawi wanatuzidi hivyo tu. Maarifa. Kuingiza maneno kwenye matendo. Siku moja nafundisha hapo kama utani. Kanenda kachukua kichuguu, kachimbe udongo wa kichuguu pale. Chimba udongo wa kichuguu, tengeneza yule jirani anayekusumbua. Yaani ule udongo wa kichuguu, uupe jina, unaotengeneza mwanamke hivi fulani. Alafu naupa jina jirani Mama Fatuma. Alafu ambia Mama Fatuma, unajua umenitesa sana. Kamdomo kako karefu. Sasa ni hivi na kukata mdomo. Kila siku asubuhi viboko 3 au 5. Mchana 5. Na wakati unampiga unamwambia kabisa umejifungia chumbani. Mfatwa ukome. Unikome uniache na wanangu. Amina. Piga fimbo za hatari kwa siku 3 au kwa siku 5. Anapigwa Mama Fatuma. Alifanya hivyo, alichukua kama utani huyo wewe, akaenda akafanya. Jirani akaja anaomba msamaha. Naomba unisamehe basi, mbona unitesa? Muulizeni yule Eva. Unaanza kufundisha hapa, jaribu kuingiza kwenye matendo uone. Yaani usiacha hapa, ingiza kwenye matendo uone. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Simama juu. Alafu wewe sasa hivi una nguvu kubwa sana za kiroho. Kwa hiyo utakachokifanya tu wewe, yaani haujalishi kwamba wewe ni mzee wa kanisa au mshirika. Sasa hivi utakachokifanya, maadamu unakaa chini yangu, utakachokifanya tu kina click. Amina. Mimi nakwambia, nenda kafanye hivyo. Yaani maadamu tu uko kwenye hii madhabahu, ukifanya chochote utaona kinainuka kwa speed. Amina. Na matokeo yanakuwa makubwa sana. Bibi nani yule anakusumbua yule bibi nani? Sasa bibi Sundi simfanyia kitu. Huyu bibi Sundi huyu ashughulikiwe. Na bahati nzuri sasa kule sokoni kule kuna mamidoli mengi watu wanauza pale. Kama unaona shida kwenda kuchonga nani kama mdoli kwa udongo, kapitie midoli tu pale ya katoto fulani. Hapa kuna kapa jina bibi Sundi. Hii mbona sio watundu nyinyi jamani? Hii nimezaa watoto gani hapa ambao sio wakorobi? Tumependa sana Eva. Eva ni mtu ambaye anakichukua. Alafu alikuwa anatuambia juzi hapa. Yeye anaomba akasema Mungu wa baba yangu mchungaji wetu. Fanya kazi, anasema kila kiomba hivyo anashangaa mimi huwa ninatokea. Yaani akiwa kwenye kipindi kwa anasema Mungu wa baba yangu mchungaji wetu. Akisema hivyo, tayari anasema huwa unatokea baba unanisaidia. Sasa kile kiwango cha kujiunganisha na madhabahu. Hatuko hapa kwa ajili ya kupoteza muda, tuko hapa kwa ajili ya kupata matokeo mazuri ya maisha yetu. Amina. Uwe mtundu, uwe mkorofi. Huyo bibi Sundi huyo kachukue nani? Tafuta mdoli. Unanunua na sindano wanauza pale shilingi 1000. Unaijaza maji ile sindano unavuta ile bomba kubwa ile. Unaambia bibi Sundi nakuvimbisha makaribu. Yaani bibi Sundi nawe nikutesa kidogo kabla hujaanza hali. Unaichukua unaimiminia, ile bomba hiyo ijaze. Tandika huko. Yaani usijome kwa yaani choma ile sindano mpaka ipitilize wewe. Au unamwona mtoto anatembea jamani. Mimi hapo kuna nini kimeumana. Piga tena sema fire. Haleluya. Cheka na. Ya sasa na kutumia akili sasa. Usije ukampiga sindano hapo kaanza kujisema kule tulia. Tulia usikilizia muziki. Halo. Wakati unafanya hayo Mungu atakupa hekima na akili ya namna ya kushinda. Kuna mtu unamdai, hela nyingi ziko kwenye mikono yake. Usimwache akalala usingizi. Fanya kitu. Mimi si ndio nawaambia sasa kiongozi wenu? Unadai hela yako, yeye anasinzia, wewe hauna hata hela ya nyanya. Chukua mdoli kule. Tafuta kamba ya manila. Uninginize pale juu. Hawa na bembea hilo, naleta hela. Jampiga.